Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Africa TV, uhali gani? Karibu sana kwenye Maktaba ya Afrika, kipindi ambacho kinatupa nafasi ya kuweza kuvichambua vitabu mbalimbali ambavyo watu wameweza kuvisoma. Waswahili wana msemo wao ukisema kwamba maarifa ama kutafuta maarifa ni miongoni mwa vitu vya msingi sana, na huko nyuma zamani watu waliamini ya kwamba ukitaka kumficha kitu mtu mweusi basi kifiche katika maandishi. Imekuwa tofauti kidogo hivi sasa, kwa sababu mwamko ni mkubwa sana wa watu katika kupenda kusoma vitabu, na hatujaishia tu katika kupenda kusoma vitabu. Wako watu wengi hivi sasa ambao wameingia katika uandishi na kuandika vitabu mbalimbali. Maktaba ya Afrika ipo kwa ajili yako kuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya kuangazia ni mambo gani ama maarifa gani ambayo yamefichwa katika vitabu. Langu jina ni Ali Mfaume, karibu sana ungane nami kuanzia hivi sasa mpaka pale itakapotimu tamati, tukichambua vitabu kadha wa kadha. Na leo ni miongoni kati ya siku nzuri sana ambayo tumepata nafasi ya kuwa na kitabu ambacho kinakwenda kwa jina la The Power of Your Subconscious Mind. Kimeandikwa na Dr. Joseph Murphy. Je, kipi ambacho kimeandikwa katika kitabu hiki? Ni ipi nguvu ya subconscious mind? Labda kwa kuanza, subconscious mind ni nini? Haya na mengine mengi, ungana nami tutaweza kuyafahamu kwa uzuri kabisa tukiwa na Mr. Atwau Nyumba. Atwau yeye ni mtu ambaye amekisoma kwa uzuri sana hichi kitabu. Atatupitisha nukta kwa nukta, utuo kwa utuo, kuhakikisha kwamba na sisi tunastafidi kwa yale yaliyoandikwa. Brother Atwau, mambo vipi? Alhamdulillah, kwema. Kwema, uko vizuri? Mimi namshukuru Allah niko vizuri. Sijui wewe? Mashallah. Mimi pia niko salama. Ndiyo. Kitabu kinaitwa The Power of Your Subconscious Mind. Ndiyo. Labda ungeanza kwa kututafsiria, kwa sababu sisi ni wapenzi ama tuna mahaba na lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo kimeandikwa The Power of Subconscious Mind. Tuweke sawa tuweze kuelewa maana ya title ya kitabu hiki. Sawa, kabla sijatafsiri nini maana ya kitabu hicho, inabidi tupeane tahadhari kwamba Kiswahili kidogo kina upungufu wa misamiati. Kuna baadhi ya maneno yakitumika kwenye lugha ya Kiingereza wakati mwingine hana maana ile iliyokusudiwa kwenye lugha ya Kiswahili ya kawaida. Sasa kitabu hicho cha The Power of Subconscious Mind kwa Kiswahili kisichokuwa rasmi ni nguvu ya akili ya subconscious mind. Sasa hii subconscious mind kile Kiswahili chake fasaha kabisa, ielezee. Sijakipata. Lakini sasa ili tuelewane nini hasa basic ya hiyo subconscious mind, inabidi tuanzie hapa. Kwenye hicho kitabu kuna sehemu mwandishi anatuuliza swali. Anasema, unafahamu kwamba akili ina sehemu ya akili? Nikisema hivyo sasa tutakuwa tumeelewana. Yaani akili yangu mimi ina sehemu ya akili. Sasa hiyo sehemu ya akili iliyokusudiwa ndio hiyo subconscious mind. Na mwandishi anatujibu kabisa kwamba hiyo sehemu ya akili ni subconscious mind. Lakini pia tuweke tahadhari kabisa nyingine ili watu wasituelewe vibaya. Kwenye akili ni kitu kimoja, ubongo ni kitu kimoja. Lakini huu ubongo umegawanyika sehemu mbili. Ipo conscious mind and subconscious minds. Sasa conscious mind ni ule ubongo ambao unamfanya mwanadamu akafikiri na kufikia uamuzi wa kitu fulani. Hiyo inaitwa conscious mind. Hiyo ni conscious minds. While subconscious minds ni ubongo ambao unasubiri vichocheo vya conscious mind ili wenyewe uweze kufikia kufanya jambo fulani, ambao mara nyingi inakuwa ni tabia kwa maana ya habits, ama inaweza kuwa historia kwa maana ya history. Lakini hii subconscious mind inamsaidia mwanadamu kwenye kuhifadhi kumbukumbu ambazo zinaweza kuwa nzuri kwa kumuendeleza, ama zikamfanya akadumaa kulingana na mazingira anayokutana nayo. Kwa hiyo kwa kifupi sana ndio subconscious mind. Na ukiangalia title inasema The Power of Subconscious Mind, maana yake ni kitu ambacho kinaonekana kina nguvu. Kwa nini kinaonekana kuwa kina nguvu, na utofauti wake kati ya hii akili ya kawaida conscious mind na subconscious mind ni ipi? Conscious mind yenyewe inapelekea thinking, uwezo wako wa kufikiri na kufanya analysis ya mambo na kuchagua. Lakini hii subconscious mind ilivyo yenyewe inakupelekea kupata vichochezi vya ziada kwenye vile ulivyofikiria. Kwa mfano, unaamka asubuhi unafikiria nivae nini. Wakati unafikiria nivae nini, subconscious mind inaweza kukuchochea kwenye kufikiria zile nguo ambazo unazivaga mara kwa mara. Itakwambia hapo leo utafuta shati jeupe na suruali nyeusi, vaa uondoke. Hiyo ni subconscious mind. Lakini conscious mind yenyewe ndio ilitengeneza msingi hasa wa nini leo kivalike. Lakini subconscious mind inakupa tafsiri kwamba kwa kuwa umezoea kufanya hivi mara kwa mara na leo fanya hivyo hivyo. Kwa hiyo subconscious mind ni ile akili ambayo inategemea hasa conscious mind inafikiria nini. Na mara nyingi akili hii inaweza kukupeleka kwenye jambo zuri ama baya.
inaweza kukupeleka kwenye jambo la kweli ama jambo lisilokuwa la kweli, kulingana na vile ambavyo wewe huwa unafikiria mara kwa mara. Sasa mwandishi ameandika hichi kitabu kutuonesha kwamba hii subconscious mind inayo nguvu ambayo inaweza ikapelekea kwenye mafanikio yako ama kudondoka kwako. Ndio mwandishi anatengeneza principle mbalimbali sasa ambazo subconscious mind inaweza kutengenezwa, kwa sababu kwenye hicho kitabu kitu ambacho mwandishi amekusudia ni namna gani unaweza kuitengeneza subconscious mind yako ikakupelekea katika mafanikio kuliko kuleta katika maanguko, kwa sababu sifa ya subconscious mind yenyewe huwa inalingana na wewe nini unafanya mara kwa mara. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa bad habits, ukiwa unafanya tabia mbaya mbaya mara nyingi, subconscious mind nayo inakupelekea kwenye hali hizo hizo. Ukiwa ni mtendaji wa vitu positive mara nyingi, subconscious mind nayo inakupelekea katika vitu vya namna hiyo hiyo. Maana yake ni kitu ambacho kinaweza kutengenezwa kutokana na mfumo wa maisha yako ya kila siku. Yes, subconscious mind inatengenezwa, na hicho ndo ambacho mwandishi amekikusudia. Anasema sasa subconscious mind inayo power kwenye mwili wa mwanadamu, lakini mwandishi anazungumzia namna gani sasa unaweza kuitengeneza hii subconscious mind yako ikakupelekea katika kufikia malengo yako positive kuliko kufikia katika malengo yako negative. Sote taratibu, nataka yule pia anayetutazama hivi sasa aweze kuipata picha halisi na pengine afahamu kwa uzuri kuhusiana na subconscious mind. Kuna nyakati mtu huwa anakuwa na mgogoro wa fikra. Anataka kufanya kitu fulani lakini akili inamwambia usifanye. Labda kwa mfano anataka kuchagua njia. Wewe ulitoa mfano wa nguo. Anataka kuchagua njia labda. Ndio. Nataka nipite kulia ama nipite kushoto. Ndio. Na wakati mwingine inafika mpaka hatua anasimama kabisa. Anakosa maamuzi sahihi ya kufanya. Baadaye anaamua labda nipite kulia ama nipite kushoto, ambacho kinapelekea yeye kuwa na huo mgogoro wa fikra na mpaka kuamua kufanya hayo maamuzi. Ndicho hicho ambacho tunakiita subconscious mind. Yes, hicho ndo subconscious mind. Kwa nini sasa huwa haitoki jibu la moja kwa moja kwamba fanya kitu hiki, na badala yake kuna huo mgongano wa fikra ndani yake? Haitoki jibu la moja kwa moja kwa sababu subconscious mind inategemea conscious mind. Yani conscious mind itaanza kufikiri, nataka nipite njia gani kati ya hizi mbili? Nipite kushoto ama nipite kulia? Conscious mind inafikiri. Subconscious mind inakuja kumpa taarifa conscious mind kwamba kikawaida umezoea kupita njia hii ya kulia. Lakini sasa unafikiria sasa, lakini leo hebu jaribu kupita huku kushoto. Kwa hiyo hii subconscious mind yenyewe inategemea conscious mind imefikiria nini. Baada ile taarifa kuchakatwa, subconscious mind sasa ndio inachukua, inakufikia katika uamuzi wa unaotaka kufanya. Subconscious mind ipo kwa ajili ya kupingana na conscious mind? Somehow kuna wakati subconscious mind inapigana na conscious minds, lakini mara nyingi ni kulingana na tabia. Unajua subconscious mind ilivyo ni kulingana na habits ya vitu unavyovifanya mara kwa mara. Yani vile vitu unavyofanya kwa mara kwa mara, subconscious mind ndio inavihifadhi. Kwa hiyo kuna wakati conscious mind inakwambia fanya hivi, subconscious mind inakwambia fanya. Kwa mfano hata kwenye kusoma vitabu hivi, kuna wakati unaweza kusema acha nikapitie page 2-3, lakini hiyo conscious mind inakwambia, lakini subconscious mind inakwambia hamna bwana, sasa hivi kuna mpira, hamna bwana, sasa hivi kuna tamthilia, hamna bwana, sasa hivi unaweza kukuta kwenye group lako la WhatsApp huko washikaji wanapiga stories. Unajikuta unaacha sasa kusoma kitabu, unafuata ile subconscious mind inakwambia nini. Kwa hiyo vile vitu ambavyo vinajirudia mara kwa mara, ambavyo unavifanya mara kwa mara, ndio subconscious mind mara nyingi inavihifadhi na inakuletea kwa urahisi zaidi kuliko conscious mind. Kama ambavyo inaweza kukupoteza, maana yake inaweza pia kukuongoza vizuri katika mafanikio. Yes, kama ambavyo inaweza kukupoteza, hivyo hivyo subconscious mind inaweza kukupeleka katika hatua nzuri za kimafanikio. Dr. Joseph Murphy, mwandishi wa kitabu hiki, wakati anaandika, kwa namna ambavyo ulikisoma na kuweza kukielewa, nini amekizungumza ili mtu kuweza kuifanya subconscious mind kupeleke katika mafanikio? Nini unatakiwa kufanya? Mwandishi wa kitabu hicho amekiandika kitabu kwenye chapter 20 fupi akieleza principles na kanuni mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia wewe kupambana na subconscious mind ikakupelekea katika hatua iliyokuwa nzuri. Hatua ya kwanza, mwandishi anaanza kutueleza nini hasa concept ya conscious mind na subconscious mind ambayo tumeizungumzia. Lakini sasa hatua ya pili anakuja kuichambua kwa kina subconscious mind na namna inavyofanya kazi na ni vitu gani ambavyo mwanadamu akivifanya vinaweza kumpelekea akapambana na subconscious mind yake ikampelekea kwenye mafanikio. Sasa unajua tukichambua kwa upana wake kulingana na muda wetu itatusumbua, lakini tunaweza tukaangalia zile hatua muhimu ambazo mwandishi anasema tuzichukue ili kuweza kupambana na subconscious mind. Kitu cha kwanza ambacho mwandishi anatusisitizia ni kufikiri. Mara nyingi mwandishi anasema kwenye kufikiri, hakikisha unafikiria zaidi vitu positive kuliko vitu negative. Unajua katika jamii yetu kuna watu leo wanahangaika na matukio ambayo waliwahi kuyapitia huko nyuma, kisha subconscious mind imeyahifadhi, ambayo mpaka leo kwao wakiviona hivyo vitu bado wanachukulia ni sehemu ya matatizo. Kwa hiyo mwandishi jambo la mwanzo analosisitizia ni kwamba
kwenye kufikiria kila siku ametumia lugha, tutumie lugha ya kujinenea. Kila siku utakapokuwa unajisemesha mwenyewe, yani ule muda ambao umekaa unajisemesha mwenyewe, jisemeshe vitu positive ambavyo subconscious mind yako itavihifadhi, vitakupelekea kwenye kufikia malengo yako. Lakini principle ya pili ambayo mwandishi anaisema ni principle ya good imaginations. Ukiwa unafikiri, unatengeneza picha ya kitu, tengeneza picha ya kitu positive. Kwa mfano, unajua watu wengi kwenye kutengeneza mambo mara nyingi tunafikiriaga negative kuliko positive. Ndio maana watu wengi huwa tunashindwa kuanza baadhi ya vitu, kwa sababu tunawaza what if nikifeli, vipi ikishindikana, watu watanionaje, itakuwaje, vitu kama hivyo. Sasa mwandishi anasema kwenye kujitengenezea image, jitengenezee image positive, kwamba naweza, nitaanguka, nitasimama tena, nitasogea. Kwa hiyo hizo hatua unazozitengeneza kwenye kichwa chako, ile image ambayo unaitengeneza kwenye kichwa chako, pia subconscious mind inahifadhi. Unapata vichocheo vya kwamba bwana, hata nikianguka nitakuwa nimejifunza, hata kama nitateleza nitakuwa nimejifunza, nitaanguka, nitasogea, nitaangalia wapi nilikosea, nisogee mbele. Kwa hiyo anasema kwenye kujinenea, jinenee vitu positive. Yani wakati unafikiri nini nifanye, ufikiria kwenye ile picha ya positive kwamba hichi natakiwa nikifanye kwa style ya namna hii. Lakini kitu cha tatu ambacho mwandishi anakisema, anasema lazima utengeneze mahusiano mazuri na Mungu wako. Kwa sababu hii subconscious mind mara nyingi ndio inawapelekea watu kwenye kufikia mambo ya maasi. Sasa mwandishi wa kitabu hichi, kwa sababu yeye ni dini ya upande wa pili, amequote baadhi ya mistari kwenye Bible ambayo anaisema hii mistari kama utaichukua na kuifanyia kazi mara kwa mara kwenye Bible, maana yake itakutengenezea mahusiano mazuri wewe na Mungu wako, kitu ambacho kwa sisi Waislamu tunatakiwa tufanye maradufu. Unajua wakati mwingine tunayo zile dhana ambayo subconscious mind inatupelekea. Kwa mfano, mtu anakaa kitako, anamwelekea Mungu wake, bwana Mungu, nahitaji nyumba na gari, lakini subconscious mind inamwambia wewe, hivi hapo ulipo huna kazi, hilo gari utalipata vipi? Huna kazi, gari utapata vipi wewe? Nyumba hiyo utapata vipi? Subconscious mind inakwambia. Lakini ukiweka imani yako kwa Mungu, hichi ndo anachokikusudia. Yani ukiweka sasa imani yako kwa Mungu, yani ukisha imagine alafu naamini kwamba itawezekana kwa kumtegemea Mungu, kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, inamaanisha subconscious mind yako nayo inahifadhi hicho kitu, kwamba muda wote nitakapokuwa nataka jambo inabidi nimwelekee Mungu. Kwani wote waliopata magari wamenunua, wote waliopata nyumba wamenunua, au wote waliopata hicho ambacho wewe unataka kupata wamenunua. Mungu amewaruzuku in one way another. Kuna wengine hawajanunua, wamepewa zawadi. Kuna wengine hawajapewa zawadi, wamepata kwenye namna ya urithi. Kwa hiyo Mungu akitaka kukuruzuku anaweza kukuruzuku kwa namna ambayo yeye anahitaji. Kwa hiyo mwandishi anasema pia jambo jingine ni kurudi kwa Mungu. Wakati ile subconscious mind inataka kukupeleka kwenye hali mbaya, hebu jaribu kukumbuka principle. Mungu anasemaje kuhusu hicho kitu ambacho wewe unataka kukifanya. Ni kurudisha nyuma kidogo kwenye imagination. Moja kati ya watu ambao wamejaliwa kuimagine vitu vizingi na vizuri ni wanawake. Sawa. Na kwa bahati mbaya imekuwa ikiwapelekea katika matatizo, kwa sababu vile ambavyo huwa wanaviimagine kwa bahati mbaya wamekuwa hawakutani navyo katika uhalisia. Sawa. Hii pia inaweza kawa tatizo, kwamba mtu akaimagine vitu ambavyo sio vya uhalisia. Yani kwa mfano hapa mtu akataka kuishi kama vile yuko Marekani wakati yupo Tanzania ama amiliki kitu ambacho kiuhalisia hana uwezo wa kukipata kiuhalisia. Haiwezi kumsumbua na kumletea matatizo. So unajua kwenye upataji wa vitu ni mchakato, brother Ali. Yani kuna baadhi ya vitu huwa havipatikanaki kwa kufumba na kufumbua macho. Kuna vitu vinapatikana kwa mchakato. Kwa mfano, leo unataka iPhone 17 Pro Max ambayo inauzwa karibia 3,000,000, lakini wewe mshahara wako hauzidi 700,000 kwa mwezi. Pengine unaweza kuhitaji miaka 3 mpaka 4 uweze kudunduliza hiyo fedha uweze kupata hiyo simu. Kwa hiyo mwandishi anatusisitizia pia katika ufanyaji wa hivi vitu, wakati unatengeneza hiyo imagination, tengeneza imagination ambayo unaweza ukaifanya taratibu kwenye mchakato mpaka ukafikia. Na hapo ndo unapo train subconscious minds. Kwa sababu unaweza ukawa unahitaji kitu kanuni ya kawaida kinapatikana kwa muda mrefu, lakini zipo shortcut ambazo ni hatari, zinaweza zikakusaidia kupata hicho kitu kwa muda mfupi. Ndio subconscious mind sasa inakwambia hebu fanya kitu fulani, inaweza kukupelekea kupata hicho kitu fulani kwa wakati rahisi. Nilikuwa nakuja huko kwamba kutokana na huko kuimagine vitu vizuri, maybe labda pengine ndio sababu imepelekea jamii yetu ya sasa watu kutaka utajiri kwa haraka, kutaka kumiliki vitu kwa haraka, kutokana na hiyo pressure ya kuimagine vitu vizuri ambapo wakati unakuwa bado haujafika. Yes, hiyo ni miongoni mwa sababu ambayo inapelekea watu kuingia katika utendaji wa vitu vibaya ili wapate vitu vizuri. Lakini mara nyingi hawa watu wanakuwa hawapendi kuvumilia mchakato. Unajua kwenye kila hatua tumesema ni mchakato, na mchakato ni kitu cha kuvumilia. Ndio maana hata kwenye ile hatua yake ya 3 anasema turudi kwa Mungu.
Yani wakati wewe unafanya usiache kurudi kwa Mungu kwamba Bwana Mungu basi nisaidie hili liweze kwenda. Kwa hiyo mara nyingi watu tunashindwa kwenye mchakato wa kusubiri, kwa sababu kufanya watu wengi tunaweza kufanya, lakini mara nyingi mwanadamu amejawa na pupa ambapo anataka afanye kitu leo kisha leo kiweze kuleta matunda au baada ya muda fulani kiweze kuleta matunda. Sasa katika mazingira namna hii mimi huwa nawakumbusha wanadamu kuzingatia hatua zake za ukuaji. Akitaka kitu afikirie kwenye hatua yake ya ukuaji, alikuaje mpaka leo amefika hapo alipo anataka hicho kitu. Kwa hiyo akikumbuka hatua zake za ukuaji itampa tafsiri ya kwamba hichi kitu kumbe natakiwa nifanye taratibu kama ambavyo mimi nilikuwa. Tulizaliwa tukiwa tunabebwa, mwisho tukapata uwezo wa kukaa kitako, tukapata uwezo wa kutambaa, tukapata uwezo wa kusimama, tukapata uwezo sasa wa kukimbia na kutembea. Kipindi chote hichi ni mchakato ambao pengine ulichukua mwaka, miaka, mpaka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hata kwenye ufanyaji wa vitu vyetu hivyo ambavyo tunavi-imagine kwamba bwana, mimi baada ya miaka 5 nataka nipate nyumba, gari nzuri, mke mzuri, mume mzuri, niwe namiliki biashara nzuri, naweza kusafiri all over the world. Hiyo yote ni michakato, lakini unaifikiaje? Tengeneza hiyo picha yako. Kwenye kuifikia hiyo michakato hakikisha sasa unaishirikisha subconscious mind yako kwa kuiambia kwamba jambo hili litapatikana, lakini upatikanaji wake haliwezi kupatikana leo ama kesho, linahitaji mwaka, linahitaji miaka 2, linahitaji miaka 3, pengine kuna mambo yanahitaji hata miaka 10. Kuna watu wana ndoto za miaka 10 ijayo awe wapi, anafanya nini, kwa sababu gani. Kwa hiyo tunavyotengeneza hizo imaginations inatakiwa pia tuzingatie ukubwa na udogo wa imagination zetu na hatua ambazo tunaweza tukazifikia kwenye kufikia hayo tuliyoyafikiria. Umetaja vitu vitatu mpaka sasa hivi. Moja ni kujinenea ama kufikiria vitu vizuri. Yes. 2 ni kuimagine, good imagination, na 3 mahusiano mazuri na Mungu. Lakini jambo lani ambalo mwandishi analizungumzia ni visualizations. Sasa unajua visualization na image katika lugha yetu ya Kiswahili ni jambo moja. Kama vile vinafanana. Lakini yeye kwenye kitabu chake amezungumzia kwamba ni concept tofauti. Wakati una visualize, sasa sijajua Kiswahili fasaha cha visualize, hebu nisaidie. Kwa sababu imagination ni picha. Lakini hata ukichukua ile kuvisual bado ni picha, vile narudi kwenye picha. Sasa mwandishi anasema zile picha ya vitu ambavyo unaviona mara kwa mara, unatazama mara kwa mara, angalia zile picha positive. Usiangalie picha negative. Kwa mfano, sasa hivi unaweza kuwa umeshika simu yako unatembea kwenye social network, ukakutana na picha ya ajabu, na mara nyingi picha za ajabu ndio zinatuchukulia muda mwingi kuliko zile picha ambazo zina msingi na sisi. Sasa mwandishi anasema kwenye vile vitu ambavyo unavitazama mara kwa mara, penda kutazama vitu positive. Tazama vitu vizuri. Kwa sababu ubongo wako utahifadhi. Alafu subconscious mind itakuja kutafsiri juu ya hicho ambacho wewe unakitazama mara kwa mara. Sasa unaweza kuona leo nyumba nzuri kwa mfano, ukaitazama kusema na mimi nahitaji nyumba kama hii. Sasa kwenye kufikia hatua ya kupata nyumba kama hiyo, kuna mchakato mrefu ambao inabidi ufikie ndio unaweza kupata hiyo nyumba. Kwa hiyo wakati una visualize hicho unachokivisual, hakikisha pia unaishirikisha subconscious mind yako kwamba mimi nataka nyumba kama hii, ni nzuri, nimeipenda. Lakini kwa mimi hapa sasa hivi nilivyo, nahitaji mwaka, nahitaji miaka 2, nahitaji siku, nahitaji miaka 5 niweze kupata hichi kitu. Baada ya hapo subconscious mind inahifadhi. Ikihifadhi inamaanisha ukiona tena kitu kama kile itakukumbusha wewe uliona hichi ukasema unataka hichi. Kwa hiyo dili na kile ambacho wewe ulikuwa unakihitaji. Na cha 5 ambacho nafikiri kwa leo itakuwa inatosha, vitu vitano, ni mwandishi anasema sasa kwenye kufanya hivi vitu tuzingatie mapenzi, ile love. Yani wakati unafanya zingatia kitu gani unakipenda zaidi. Ukizingatia kitu gani unakipenda zaidi, maana conscious mind inahifadhi. Kisha subconscious mind inakuja kuhifadhi vile ambavyo wewe unavipenda. Kwa mfano, ukiwa na character ya kuwatendea watu vitu vizuri, ikawa ni sehemu ya upendo wako kwa watu, subconscious mind inahifadhi. Kwa hiyo ni rahisi wewe kuendelea kuwafanyia watu ule wema ambao utadeliver mapenzi mazuri kwa watu kuliko kuwatendea watu mambo mabaya. Unajua sisi kwenye taaluma yetu ya sheria, miongoni mwa vitu ambavyo vinawapelekea watu kutenda maovu ni subconscious mind inawatuma. Ndio maana mara nyingi wakija kwetu wanatuambia bwana, nilifanya out of mapenzi yangu. Na kwa kujua hilo, watu wataalamu wa sheria wakaweka principle inayosema kutokujua maana yake sio defense. Yani usiseme ulikuwa hujui. Kwa hiyo kwenye kufanya mara nyingi hakikisha unafanya vitu ambavyo conscious mind imetaka, subconscious mind ishirikiane na conscious mind ili iweze kufikia utendaji wa hicho unachotaka. Mtu akiwa na hasira sana ama akiwa na furaha sana, mara kadhaa imekuwa ikipelekea kufanya maamuzi yasiyokuwa mazuri, na pengine baadaye akajutia kutokana na maamuzi aliyofanya, na akasema labda wakati nafanya haya maamuzi sikuwa sawa. Ukiwa na hasira ama ukiwa na furaha sana, subconscious mind inaweza kukufanya ufanye mambo yasiyokuwa mazuri. Sasa subconscious mind yenyewe ndio kazi yake. Yani subconscious mind yenyewe ni kazi yake ni kureact. Kwa subconscious inafikiri.
kwamba bwana fanya hivi, alafu subconscious mind ina react. Inawezekana ulifikiria hicho kitu, subconscious mind ikakwambia amna, wewe sikakupiga kibao tu kidogo, wewe mkate ngumi kweli kweli, yani mpaka aseme hichi nini. Sasa umesharusha ngumi, conscious mind ndio inakuja na sema lakini hichi kitu nilichofanya ni kibaya. Kwa hiyo subconscious mind inayo nguvu kubwa sana kwenye kufikia utendaji wa mambo mbalimbali ambayo sisi tunayafanya kila siku. Na ndio maana mwandishi anatusisitizia namna gani tutafanya innovation ya subconscious mind ili iweze kutupelekea kwenye mambo positive tu, haya negative tuweze kuacha. Kuna watu wana matatizo, kuna watu wana vitu kama vile bipolar na matatizo ya kushindwa kudhibiti hasira zake. Inapofika wakati kama huo, mtu huyu anawezaje kuidhibiti subconscious mind yake asifanye maamuzi ambayo ni mabaya? Sasa unajua tunatofautiana kwenye kudhibiti vitu vya namna hivyo brother, kulingana na level ya hicho kitu kikufikia, kinakufikia kwa level gani, na kikufikia huwa unapenda kureact vipi. Lakini ziko namna mbalimbali ambazo, kwa mfano mimi nikiwa na hasira sana huwa naenda kulala, tena napata usingizi kabisa mzuri kabisa, yani sina wasiwasi, mimi siupati usingizi kabisa. Unaona sasa tofauti Kwa hiyo ukiwa na namna yako ukipata hasira una namna yako ya kufanya. Kwa hiyo mimi nikikasirika sana, mara nyingi lazima kwanza nilale, nikiamka nakuwa na akili mpya ambayo inaweza kunifikia kufanya mambo yangu. Sasa ziko namna mbalimbali ambazo mtu anaweza kufanya akaepuka matatizo wakati wa hasira. Jambo la kwanza unatakiwa ujijue wewe ni nani. Yaani wewe ni mtu wa namna gani? Ukipatwa na hasira unakuwa ni mtu wa namna gani? Kuna mtu akipatwa na hasira anaropoka tu, anasema tu, anapigana, anafyonya. Yaani kuna mtu akipata hasira anaweza kuvunja mpaka vitu. Yaani hasira zake hazielewi. Kwa hiyo jijue wewe ni mtu wa namna gani. Ukishajijua wewe ni mtu wa namna gani, tafuta miji ambayo itapelekea wewe kuhifadhi hasira zako. Sasa kwa sisi Waislamu huwa anawaambiaga watu namna rahisi. Ukitaka kuzipoza hasira zako, fanya istighfar. Yaani whenever umepata hasira to extent ya mwisho ya hizo hasira, fanya istighfar, mkumbuke Mungu. Kanuni ya 3 kwamba whenever unapopata hasira, rudi kwenye kanuni ya 3, mkumbuke Mungu wako. Unamkumbuka vipi? Kwa kufanya istighfar. Ukifanya istighfar inamaanisha unamshusha yule ibilisi, unamtoa kwenye ile level ya juu anayokupeleka, unashuka chini mpaka wewe mwili wako unakaa sawa, kisha sasa unaanza kufikiri ni namna gani naweza nikaondoka. Na nikiwa na furaha sana, maana kuna watu wanakosea wakiwa na furaha sana. Yes, bado ukiwa na furaha sana kanuni ni ile ile, rudi kwa Mungu wako. Mungu anaelekeza ukiwa na furaha sana ufanyeje. Namna gani unaweza kufanya ukiwa na furaha sana. Sasa ukiona katika furaha yako hujaanza kwanza kwa kumshukuru Mungu, hilo ni tatizo. Umefurahi sana, sema alhamdulillah. Ukisema alhamdulillah, haya maneno ukiyarudia au hata kusema mara moja, ile furaha yako inaanza kurudi kwenye msingi wa namna gani naweza nikasherehekea hii furaha yangu. Kitu cha kwanza kabisa wakati tunakizungumza, ulizungumza kuhusiana na kufikiria mambo mazuri. Ukatoa mfano wa watu ambao wamefanya mambo maovu ama kuna mambo mabaya yamewatokea katika maisha yao, lakini bado vile vitu vinawa hold back. Ni moja kati ya matatizo makubwa pia katika jamii zetu hivi sasa. Watu wanashindwa kupiga hatua kwa sababu ya changamoto ambazo walizokutana nazo miaka kadhaa nyuma. Ndio. Unaondokaje katika hilo? Yes, sasa hiyo ni sehemu ya 3 ya hicho kitabu. Mwandishi anaeleza namna gani unaweza kuondoka kwenye haya. Kwa sababu hayo umefikiri, conscious imefikiri, subconscious imehifadhi. Kuna wakati sasa yanaweza kupelekea kwenye bad things. Mwandishi anazungumza namna gani unaweza kaondoka. Mwandishi amezungumza kwa namna mbili, amezungumza scientifically. Sasa tukizungumza kisayansi kidogo inaweza ikatusumbua. Sisi tuzungumze katika ile namna ya pili ambayo mwandishi anaizungumzia. Namna ya kwanza ambayo mwandishi anaizungumzia namna gani tunaweza tukaondoka katika mazingira namna hiyo, anasema tufanye meditations. Meditation sasa unajua mara nyingi hiyo sisi huku kwetu si sana kufanya meditations. Kwa hiyo instead ya meditation inamaanisha tuna construed meaning sasa kutoka kwenye meditation turudi kwa Mungu. Yaani ili tuondoke huko kuna baadhi ya vitu inabidi tuvirudishe kwa Mungu kwenye ile kanuni yake ya 3, kwa sababu meditation ni ile hali ya kutuliza mwili na akili iweze kufikiri na kufanya baadhi ya vitu vizuri. Sasa rudi kwa Mungu kwa maana ya kwenda kuomba ulinzi kwa Mungu, kuiombea akili yako na mwili wako uweze kuwa unafanya maamuzi vizuri, wakati subconscious mind inakutuma kwenye baadhi ya vitu. Kwa mfano, unaweza kuwa unaamua kufanya jambo fulani, unatakiwa umshirikishe Mungu. Tumefundishwa kwa mfano sisi Waislamu, mtu anataka kuoa, umeona wachumba, unafundishwa kwamba bwana kamuulize Mungu katika wale watatu nani anafaa. Na kwa nini uwe na watatu? Kwa nini uwe na watatu? Mfano, tuendelee. Sasa kwenye kuoa kaka, si tunachagua, yani unaweza kuona watu wengi, alafu wewe mwenyewe ukawa umeshindwa kufikia uamuzi wa nani anakufaa. Kwamba huwezi kwenda kununua viatu ukiwa peku. Inawezekana pia ukaenda kununua viatu ukiwa peku. Yaani kwani wangapi wananunua viatu wakiwa safarini, viatu vimemkatikia, anaona bana hivi niachane navyo, ananunua. Au unaweza kaongeza pia nyingine ile iliyopo unaona imechoka ama umeizoea ukanunua viatu vipya.
Kwa hiyo anasema turudi kwa Mungu, kwa maana ya kwamba kila tunavyotaka kufanya jambo fulani tukumbuke kumshirikisha Mungu kwa urahisi. Yani leo brother Ali, ukitaka kufanya jambo fulani seek consultation kwa Mungu, kwamba Bwana Mungu nahitaji kufanya jambo fulani. Sasa hapa pia mwandishi anasisitizia tuwe open minded. Unajua wakati unaenda kumshirikisha Mungu, Mungu anakwambia hicho hapana, lakini wewe ndo mapenzi yako utakuwa tayari kukubali lile jibu. Ndo lugha rahisi kwamba ukubaliane na majibu ambayo Mungu atakuletea. Na ndo meditation ilivyo hivyo hivyo. Wakati mwanadamu anafanya meditations, akili yako inakuwa inaweza kufikiria mara nyingi na kwa utulivu zaidi, kisha ikakupa jibu appropriately. Sasa mara nyingi hilo jibu inawezekana wewe usikubaliane nalo, lakini akili ishakwambia kwamba bwana, hapo ulipofikia hatua hii, fanya jambo hili. Wewe akili yako inakwambia bwana, hapo usifanye jambo hili. Unatakiwa ukubaliane na kile ambacho ni sahihi kwa wakati huo. Whatever kinakuumiza ama kikuumiza, kubaliana nacho kwa sababu hicho ndio kitu sahihi. Hiyo ni namna ya kwanza ambayo mwandishi anaizungumzia. Lakini namna ya pili mwandishi anaizungumzia kwenye kupambana na subconscious minds ni kupenda kuwa huru. Yani upate muda wa kuwa unakaa mwenyewe, unajinenea. Yani umekaa chumbani, umezima taa, kila kitu giza, alafu unaanza kufanya tafakuri ya baadhi ya vitu. Wakati ule unafanya tafakuri ya baadhi ya vitu, subconscious mind yenyewe ina capture kwamba huyu mtu sasa hivi anafanya tafakuri juu ya jambo fulani. Kwa hiyo subconscious mind inahifadhi. Kwa vile ambavyo unakuwa unavifikiria wewe ukiwa peke yako, mara nyingi wakati umekaa peke yako, inamaanisha subconscious mind inavihifadhi, itakusaidia kwenye kutoka kwenye yale ambayo wewe unayafikiria mara kwa mara. Na jambo la tatu na la mwisho ambalo mwandishi analisemea scientifically ni kwenye issue ya matumizi ya vyakula. Anasema kuna baadhi ya vyakula mwanadamu inatakiwa ndo awe anavitumia mara kwa mara wakati anakuwa katika hizo hali mbalimbali. Kwa mfano anasema wakati una hasira sana, pendelea kula mboga za majani na matunda. Kwa hiyo ukiwa umeshika hasira brother, kimbilia ndizi. Tafuta parachichi ule, tafuta apple ule. Na unajua moja ya kanuni ya matunda, sijui kwa nini alisema hivyo, lakini kama unawahi kuchunguza, tunda ni chakula ambacho huwa mtu hawezi kula kwa haraka. Yaani unaweza kushika leo hapa tukakupa apple, ukafika nalo mpaka barabarani kule, umekata kipande, unatafuna, kwa hiyo wakati ule ambao umekata kile kipande, unafikiri, ule muda ambao wewe unatafuna kufikiri, pamoja na faida ambazo ziko kwenye hayo matunda, akili yako inapata flexibility ya uwezo wa kufikiri taratibu mpaka subconscious mind inafikia hatua ya kusema kwamba bwana, hicho kwa sasa hapo ulipofikia, hebu fanya hivi. Inakusaidia kushusha ile hasira. Kuna kanuni niliwahi kuiona, kuna mtu anasema pia unaweza kuanza kuhesabu namba, sio tunahesabu moja kwenda juu. Sasa wewe anzia juu kushuka chini, yani fanya akili yako hesabu kutoka juu. Na hizi mara nyingi tunazitumiaga wakati tunafanya mentorship programs. Wakati tunafanya mentorship program ili kuwainua watu kutoka kwenye subconscious mind, huwa tunawaambia tukiwa tunacheza ile michezo yetu, ambia sasa hivi tunahesabu namba kutoka juu kwenda chini, sasa hivi tunahesabu namba kutoka chini kuja juu. Sasa unajua changamoto, ukihesabu namba kutokea juu kuja chini, kuna likelihood ya kukosea mara nyingi. Mara nyingi kuna likelihood ya kukosea, lakini ukifanya mara kwa mara, subconscious mind ina capture na unaweza kuifanyia kazi. Maana yake utakapokuwa unahesabu utakuwa makini ili usikosee. Utakuwa makini ili usikosee. Vipi kuhusiana na kutembea? Kuna mtu niliwahi kumsikia anasema yeye akiwa anatembea, akifanya hizo walks zinamsaidia katika kufanya maamuzi sahihi na mazuri, au kuitrain ile subconscious mind yake ili kuweza kufikiria mambo mazuri. Na sasa hapo tuguse kwenye hatua mwisho ya utunzaji wa afya, health. Mwandishi anasema miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha conscious na subconscious mind zifanye kazi kwa kushirikiana ni mtu kupenda kuitunza afya yake, na hasa akazungumzia afya ya akili. Sasa wataalamu wa sayansi wanasema miongoni mwa vitu ambavyo vinampelekea mtu akili yake iwe proper ni kufanya mazoezi. Na kwa level ya chini ndo anasema hiyo kutembea. Unajua level ya chini ya mazoezi ni kutembea. Kwa mfano mimi kuna wakati nilifika kilo 89 na nikaset kwenye simu yangu kwa siku natakiwa, sasa hivi nimefikia hatua natakiwa nitembee hatua 6,000 kwa siku. Yaani wewe kilo 80 ngapi? 9. Ukaziona nyingi. Wewe sasa unataka kuniambia na kilo ngapi? Yaani unawaonea watu wewe. Kwa mwenye mimi aseme hivi. Sasa kila mtu kulingana na mwili wake brother. Yaani mimi kwa hivi nilivyo nikiwa na kilo 89 ni matatizo. Na ilikuwa kwa mfano nikisimama kwenye swala ikiwa tu ndefu, basi huku chini nyayo zinawaka moto. Ndo nikaenda hospitalini wakanihoji, nikamwambia hivyo vitu vyote nisifanye. Wakaniambia basi wewe sasa fanya mazoezi. Na kwa hatua ya kwanza nimeanza na hatua ya kutembea. Nilianza natakiwa nipate hatua 3,000 kwa siku. Sasa hizi niko kwenye hatua 6,000 kwa siku. Na hilo ni zoezi la miezi mitatu. Ikifika miezi mitatu natakiwa nipandishe uwezo wangu wa kutembea kwa siku. Na alhamdulillah nimefikia hatua hizo zote. Kwa hiyo kwenye kufanya mazoezi sasa unaitengeneza conscious na subconscious mind yako properly, kwa sababu kwenye mazoezi mwili na akili vina adopt baadhi ya vitu
na sasa kitaalamu wenyewe, unajua haya maneno ya kitaalamu wakati mwingine ndio unarudi pale pale kwamba Kiswahili kinakosa haya maneno ya kitaalamu wakati mwingine madaktari nao wanatuambia kwenye lugha yao hiyo ya kitaalamu. Wanasema kwenye mazoezi kuna homoni zinazalishwa ambazo hizi homoni zinaenda kufanya kazi kwenye bongo zetu. Kwa hiyo zile homoni zikiwa zinafika kwa wingi inakupelekea kutengeneza conscious na subconscious mind yako. Hicho ndicho kitu ambacho mwandishi amekizungumzia na nafikiri kinaweza kuwa kwa mwisho kwa leo brother. Tufanye mazoezi. Kwenye kufanya mazoezi kunasababisha afya yetu ya conscious ambayo inapelekea subconscious mind kufanya kazi properly. Shukrani sana brother Atwau. Anaitwa Atwau Nyumba. Yeye ni wakili lakini ameweza kutupitisha katika kitabu cha The Power of Your Subconscious Mind, Unlock Your Master Key to Success. Matumaini yangu ya kwamba mtazamaji, kwa kile ambacho tumekizungumza umeweza kustafidi na liko ambalo umeondoka nalo na kuweza kujifunza. Tutamalizia kidogo Atwau. Ndio. Ilishawahi kutokea kwako wewe ukaiamini subconscious mind na ikakufelisha? Yes, mara nyingi sana. Mara nyingi sana. So, unajua tena na baadaye unaenda unajutia kabisa. Yaani kuna tukio unaweza kufanya, subconscious akili ilikwambia fanya hivi. Lakini subconscious mind kulingana na nature yako wewe ulivyo ikakwambia fanya hivi na baadaye ukaja ukajutia ya nini nilikifanya. Lakini sasa hii faida nyingine ambayo napenda kuwapa watu. Mara nyingi kwenye matatizo kuna fursa. Kwa hiyo kutoka kwenye yale matatizo ambayo subconscious mind ilinipelekea, nimepata muda wa kujifunza mambo mengine ambayo pengine nisingepata nafasi ya kujifunza katika mazingira namna moja ama nyingine. Sasa yale matatizo ambayo yalinikuta kulingana na subconscious mind iliponipelekea, mimi binafsi huwa niliyageuza, nikaona fursa kwenye hayo matatizo nikayafanyia kazi. Miongoni mwa fursa ambazo niliwahi kuzipata ni hichi kitabu. Yaani kuna tukio fulani lilitokea, kuna mtu fulani nikamjibu vibaya, baadaye ndo akanipa zawadi ya hichi kitabu. Kwa sababu hicho kitabu mimi nimepewa zawadi. Akaniambia hebu kwenye gari langu kuna kitabu twende nikakupe. Ndo akanipa hicho kitabu cha The Power of Subconscious Mind. So ukajua kwamba pia ulikosea. Nilikosea hiyo uwezi kukubali, uwezi kukataa kwamba ukosea. Miongoni mwa sifa zetu sisi watu waungwana ni ukikosea unakubali kwamba hapa nilikosea. Na nilimjibu vibaya kweli na ukilinganisha umri wake na umri wangu ni tofauti. Ndio akaamua kunipa hiyo zawadi ya hicho kitabu. Akaniambia twende kwenye gari. Fika kwenye gari yake akafungua akaniambia chukua hicho kitabu kasome. Ndio nikamwambia nikurudishie, akaniambia hicho nilikupa zawadi, wewe kaa nacho kabisa. Ndio maana nilikuwa nacho huko nilikotoka, nilikuwa nacho nikaa nakipitia. Tena ni tukio la hivi karibuni tu, halina hata mwezi. Hopefully sisi pia hatutakuwa kama Atwau. Tujifunze kwenye story yake na tusipite kule alikopita. Sasa Atwau, unatuambiaje ikiwa kama kuna nyakati subconscious mind inakufanya ukosee? Ndio. Tuiamini tusiiamini? Unajua sasa subconscious mind ilivyo sio kitu cha kuaminiwa. Kwa sababu subconscious mind inafanya kazi kulingana na conscious mind. Hicho ndio kitu cha kuzingatia. Conscious mind kazi yake ni kufikiri. Subconscious mind kazi yake ni kufanya reasoning ya kile ulichokifikiri. Kwa hiyo kwenye kufanya reasoning maana yake ndio unaenda kufikia uamuzi. Kwa hiyo huu uamuzi utakaotaka kuufikia ishirikishe tena conscious mind. Kwamba bana subconscious mind imeniambia jambo hili lifanyike hivi. Wewe conscious mind unasemaje? Conscious mind itarudi tena kwenye kufikiri upya juu ya uamuzi ambao subconscious mind imefikiria. Ndio maana mwandishi anasema inatakiwa tufanye re-innovation ya subconscious mind zetu kiasi ifikie hatua tunaweza kuiamini. Kwa hiyo kwenye level ya chini usiiamini subconscious mind yako unless umeweza kuitrain kiasi kwamba we mwenyewe unakubaliana nayo kwamba kweli hichi kitu kinatakiwa kifanywe hivi. Na hichi ile kitu kifanyike hivi unavyotaka wewe, kuzingatia yale mambo matano ya awali ambayo mwandishi anayasema. Kwa hiyo ukizingatia yale mambo ya awali, na hasa mimi napenda kuambia watu wazingatie ile jambo lake la tatu la kumshirikisha Mungu mara nyingi kwenye majambo yako. Kwa sababu subconscious mind yenyewe ilivyo, kama hutomshirikisha Mungu itakuwa inakupelekea kwenye matatizo kila siku. Kwa sababu subconscious mind haijali ukweli ama uongo, ni sahihi ama sio sahihi, yenyewe itakwambia tu. Sasa ili uweze kujua hii ni sahihi sio sahihi, lazima tena uirudishe conscious mind ifikiri upya, kisha baada ya hapo subconscious ndio ufikie uamuzi wa kufanya hicho unachotaka kufanya. Kuna watu wanafanya maamuzi kwa haraka, linapotokea jambo pale pale anatoa maamuzi. Kuna watu wanachukua muda kidogo kufanya maamuzi. Wewe upo kwenye kundi gani? Mimi niko kwenye kundi la watu ambao wanaweza kuchukua muda kufanya uamuzi. Na mara nyingi wanaume ndio tuko huko. Sasa hapo nazungumza in general. In character wanawake ni watu wa maamuzi ya papo kwa papo. Lakini wanaume ni mtu ambaye ukimwambia kitu sasa hizi anahitaji muda baadaye akirecall ulivyomwambia, akifikiri, afikiri tena, alafu ndo aje kuamua. Na ndio kitu kizuri. Na ndio kitu kizuri kwenye ufanyaji wa mambo. Japo kuna wakati inaweza kukupelekea kwenye mambo yasio kwa mazuri, kwa sababu kuna vitu vinatokea
unatakiwa react hapo hapo na haraka ile. Unatakiwa react papo kwa papo. Sasa wakati mwingine kama sio mtaalamu kwenye haya mambo, inamaanisha unaweza kureact kwenye jambo ambalo halikuwa sahihi. Lakini mimi ni mtu ambaye naweza nikafikiri tena, kisha na nikasema hapa sasa naweza nikafanya. Atwau, asante. Tukushukuru sana, na kama ambavyo nimesema pale awali, kipindi hiki kinatupa nafasi ya kuweza kufahamu maarifa mbalimbali ambayo yamefichwa ndani ya vitabu, kama ambavyo leo tumepata nafasi ya kufahamu the power of your subconscious mind. Matumaini yangu ya kwamba kitatuongoza katika kufanya maamuzi mazuri katika maisha yetu. Mtazamaji, usiondoke, bado tuko na wewe. Huyu alikuwa ni Atwau Nyumba. Kinachofuata hivi sasa ni kupokea michango, maswali kama yatakuwepo kutoka kwa ndugu zetu ambao tuko nao. Langu jina ni Ali Mfaume na hii ni Maktaba ya Afrika. Je, unasiri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuendelea kuwa nasi, na kama ndo kwanza unajiunga, kipindi hivi sasa ni Maktaba ya Afrika, kipindi ambacho kinatupa nafasi ya kuweza kutazama maarifa mbalimbali ambayo yamefichwa katika maandishi, kwa maana ya vitabu. Tumemaliza ngo ya kwanza ya kukichambua kitabu, na hivi sasa ni wasaa kuweza kupokea maoni na maswali kutoka kwa ndugu zetu na jamaa ambao tuko nao katika kipindi. Nafasi ya kwanza tutaanza na Remiji. Remiji, karibu. Utaanza kwa kujitambulisha, wewe ni nani, nini unafanya, kisha moja kwa moja utakwenda kwenye mchango ama swali. Karibu. Asante, mimi naitwa Remiji Muna, mimi ni mkufunzi msaidizi kutoka Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kigamboni, katika kitengo cha taaluma za habari au information study. Nashukuru mzungumzaji ameweza kuelezea vizuri kitabu chetu The Powerful Subconscious Mind. Nilikuwa kidogo na maoni au nasema kwamba inawezekana nakawa nakosoa, lakini kwa namna fulani hivi ambayo labda nataka kuelewa. Amezungumzia hasa katika masuala ya kufikiria, thinking hasa kwamba unavyo imagine positive basi utapata kitu positive. Unavyo imagine negative pia utapata kitu ambacho ni negative. Lakini nilikuwa natamani kwamba mwandishi labda hajazungumzia masuala pia kuna mifumo ya maisha pia inaweza kaa inaathiri subconscious. Lakini pia mifumo na fursa pia ambazo zinakuwa zinapatikana, kwa sababu kuna sehemu unawezekana hauwezi kuimagine positive kwa sababu fursa yenyewe hiyo ya kukupa nafasi ya kuimagine positive ni ngumu. Lakini pia kuna mifumo ya kijamii. Mifumo ya kijamii, kama unaishi na jamii ambayo yenyewe inafanya matendo mabaya, yes, utaimagine positive muda gani? Kwa hiyo nilikuwa nataka labda kufahamu, mwandishi hajaelezea labda kwa upande wa kufikiria, ukitoa kufikiria, je, mazingira halisi au useme mifumo ya kimaisha, fursa za kimaisha haziathiri subconscious? Asante sana. Asante sana Remiji kwa mchango wako na swali ambao na swali ndani yake. Utapata nafasi baadaye ya kuweza kulijibu vizuri baada ya kumrudishia nafasi mzungumzaji. Kwa sasa tumpe maiki mtu mwingine kwa ajili pia ya Saidi, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Saidi Mawilu, ni muhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Political Science and Public Administration. Mzungumzaji amezungumza vizuri sana, nikupongeze kwa hilo, na nataka niongezee jambo ama nina mchango katika yale ambayo mzungumzaji ameyazungumza. Miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumza katika kuitrain subconscious mind ili mradi sasa iwe inakupa faida, amezungumzia umuhimu wa upendo. Na mwandishi yeye anatuelezea kwamba hii subconscious mind ni highly responsive to emotions. Kwamba emotion inachukua nafasi kubwa sana katika subconscious mind. Kwa hivyo yeye ameinsist kwamba tuiveshe subconscious mind kwa upendo. Sasa mzungumzaji amezungumzia zaidi upendo kwa namna ya kwamba yani the way you wish joy and prosperity to others. Kwamba wewe unataka yani unatarajia ama unawapendelea mema na mazuri wenzako, ili mradi sasa kila unapofanya maamuzi wewe unafanya maamuzi ambayo yatakuwa ni positive. Lakini kuna part kidogo ambayo mwandishi ameelezea namna ya overcome negative patterns, ambapo hapa amefocus zaidi sasa na wewe mwenyewe, kwamba yeye anaamini ya kuwa love
itakuweka huru. Yani ameichukulia love kama freedom, itakuweka free from fear and guilt, kwamba baadaye utakapofanya kitu kwa upendo itakupa uhuru kutokana na uoga ama kuogopa, pamoja na kujihisi mwenye hatia, ambapo hapa sasa amezungumzia zaidi ni wewe katika kufanya machaguo, ili mradi subconscious mind yako ikupe faida baadaye unapokuwa unafanya machaguo, uwe unahusisha upendo, kwa maana kwamba pengine labda una vitu viwili hasa akili yako inakuuliza kwamba hapa sasa natakiwa niende na kipi, ama niende na yupi, ama niende na lipi. Kwa hiyo angalia kile ambacho unakipenda zaidi, ili mradi baadaye uwe free from fear and guilt, kwa maana kwamba unapochagua kutokana na kupenda, baadaye hautokuja kujutia na wala kuwa na uoga, kwa sababu subconscious mind haitoacha kukuelezea kwamba ni kitu gani ulichokuwa unakipenda. Kwa hiyo ukifanya maamuzi kwa kutozingatia upendo, maana yake baadaye lazima utakuja kukutana na hivyo viwili, either fear or guilt. Kwa hiyo amesisitiza zaidi upendo pia katika namna hiyo, kwamba unapofanya maamuzi angalia kile kitu ambacho unakipenda zaidi, ili mradi hiyo subconscious mind yako ije kukupa faida baadaye na sio hasara. Asante sana Saidi kwa mchango wako mzuri, umetupa kitu kingine, umetuongezea hapo Watwau. Ametuambia kitu kizuri sana. Kifanya kile ambacho unachokipenda, maana hata kama utakosea kuna nafasi ya kujifariji itakuwepo, kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo ninavyovipenda, kwa hiyo labda nimejifunza kutokana na hilo. Asante sana Saidi, na sasa tupeleke kipaza sauti. Karibu sana brother Ahmed. Naam, asante. Mimi kwa jina naitwa Ahmed Bakari Lumeme. Kwa taaluma ni mhasibu, lakini currently nafundisha katika shule za St. Matthew, katika shule yake ya St. Max pale Mbagala Bakwata. Nilikuwa na maswali mawili, lakini moja ndugu zangu amenifilisi, nimebaki na moja. Mimi ni muhanga wa hii subconscious mind, kwa maana wakati fulani nakuwa nafikiria kufanya jambo fulani, lakini kuna kitu kinananiambia usifanye, na kitu hicho baada ya muda naweza nimejutia kwa nini sikufanya, kwa maana inawezekana mwenzangu au rafiki yangu mwingine akafanya na akafanikiwa, nikasema na mimi mbona ningefanya. Sasa alhamdulillah nimepata kitu kwako hapa brother, Allah akubariki, lakini nataka unifahamishe ni wakati gani naweza nikagundua sasa huyu jamaa ananifikirisha sasa hivi ni conscious au ni subconscious, kwa sababu kuna point nimenote hapa kwamba huyu subconscious sio kumwamini mara zote. Sasa nataka hebu unisaidie, kwa maana nimeshajiona ni muhanga wa hii kitu. Ni wakati gani naweza kagundua sasa hivi nipo kwenye conscious mind au subconscious mind? Asante. Asante sana kwa swali lako zuri pia. Tumalizie na brother pale, karibu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam. Mimi nilikuwa na swali moja tu kwa brother Watwau. Brother, tumekupa nafasi ya kujitambulisha, nafasi nzuri sana. Naitwa Saif Balianga, mimi ni mjasiriamali. Swali langu mimi nilitaka nijue brother Watwau, maana ulikuwa kwenye point yako ya 3 pale usema imani. Lakini sasa mimi swali langu, wewe unadhani hii subconscious mind inajengwa zaidi utotoni au ni experience tu tukishakuwa tunakutana nazo? Asante, swali lako fupi na zuri. Mtazamaji, hayo ni maoni na michango ambayo imetolewa kutokana na kitabu ambacho tumepata nafasi ya kukichambua na kuweza kukisikiliza. Tutarejea baada ya dakika chache kwa ajili ya kumalizia ama kutamatisha kipindi chetu, huku tukitoa nafasi ya kuweza kujibia maswali ambayo yameulizwa. Karibu tena mtazamaji, ni wasaa mzuri sasa wa kuweza kupokea majibu, lakini pia kufanya majumuisho ya kitabu chetu cha The Power of Your Subconscious Mind kutoka kwa brother Watwau. Brother Watwau, kuna maswali ambayo yamepatikana na michango, hopefully kuna baadhi umenote. Ukisahau nitakukumbusha. Tukianza na Remiji alikuwa na mchango, lakini pia ndani yake alikuwa na swali akiuliza mazingira yanaathiri vipi ule uwezo wa kufikiria ama kuifanya subconscious mind kuweza kufanya kazi. Asante, nimepokea mchango mzuri na swali kutoka kwa brother yangu Remiji pale. Na ametoa maoni mazuri sana. Sasa tukienda kwenye swali lake la msingi, ameuliza ni je, mfumo wa mwandishi amezungumza kuhusu mifumo ya maisha, kwa sababu mifumo ya maisha kweli inatofautiana kutoka kwenye geographical moja kwenda sehemu nyingine. Hii ni miongoni mwa changamoto ya vitabu ambavyo sisi tunasoma. Unajua hivi vitabu kuna wakati vinazungumza principle ya maeneo ambayo mwandishi aliyafanyia tu research, na mara nyingi inakuwa ni bara la Ulaya na bara la Amerika, tofauti na mazingira yetu huku yalivyo. Katika mazingira namna hiyo sasa kuna baadhi ya vitu mwandishi hawezi kuvigusa,
kwa sababu yeye katika mazingira yake hajawahi kukutana navyo. Kwa mfano kwenye mfumo wa maisha, mwandishi hajazungumzia mfumo wa maisha kwamba unaweza kuathiri maisha ya mwanadamu, lakini kuna sehemu alikuwa anazungumza taratibu za kimaisha ya mazingira ya kwao, yani zile shuhuda ambazo ameziweka huko kwenye vitabu, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mwandishi ni shuhuda ya ripoti ya maswali ambayo alikuwa anauliza watu mbalimbali na namna alivyokuwa anamjibu. Sasa zile shuhuda ni kulingana na mazingira yao huko Ulaya na Amerika, tofauti na mazingira ya huku kwetu. Lakini pia mwandishi ameshindwa kuzungumzia baadhi ya fursa ambazo zinaweza zikapatikana kama ambavyo brother Remedy amesema, kuna fursa mbalimbali ambazo zinaweza zikapatikana kwenye hii conscious na subconscious mind kulingana na mazingira yetu sisi yalivyo. Unajua sisi katika mazingira yetu brother Ali, kuna baadhi ya vitu upatikanaji wake yani tunatumia nguvu kubwa sana. Kuna wakati mpaka subconscious mind yenyewe inakwambia kabisa bwana, bila namna hiyo hapo hutoboi. Sasa hayo mazingira huku kwetu ni favorable, lakini kule kwao sio favorable. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho mwandishi pia hajakizungumzia. Kwa hiyo kwenye sehemu ya ufiliji wa mwandishi ni kushindwa kuconsider baadhi ya maeneo duniani, na hili swali brother Remedy huwa analipenda sana tukikaa naye kwenye ufanyaji wa tathmini wa mambo yake. Je, mwandishi aliguzia hasa huku sisi tulipo? Sasa waandishi wanashindwa kugusia huko kwa sababu kwenye research zao wanazofanya mara nyingi wanafanya kwao. Na hiyo pia inaweza ikawa ni chachu ya kutuambia kwamba ni wakati wa sisi kuanza kuandika mambo yetu pia. Yes, unajua inawezekana tusiandike vitabu moja kwa moja, lakini tunaweza tukaandika articles exactly. Tukapublish fupi tu, just 5 pages 10 pages zinazungumza hicho kitu kulingana na mazingira yetu. Wakati ujao utatafuta kitabu ambacho kimeandikwa na Mtanzania. Sasa itakuwa ni aibu kama mwandishi wa Kitanzania akaandika na yeye mawazo ya kule. Tunatarajia tukipata kitabu cha mwandishi ambaye ameandika atazungumzia mazingira yetu. Vipo vitabu ambavyo vinazungumzia mazingira yetu. Kwa mfano unaweza kuchukua kitabu cha Mwalimu Dennis Mpagazi. Kuna baadhi ya principle humu Mwalimu Dennis kule amezungumzia kwenye baadhi ya vitabu vyake vingi tu. Na amevizungumzia kulingana na mazingira yetu. Tuna sio tu mazingira yetu ya Watanzania, kulingana na experience ambayo anayo yeye kwa kufundisha muda mwingi vioni na kuishi na watu. Ameandika vitabu mbalimbali. Siku tukipata muda tunaweza tukaja tukavizungumza. Nafikiri hapo brother Remedy tutakuwa tumemalizana naye. Saidi kwake yeye ulikuwa ni mchango. Ndio, brother Saidi ametoa mchango mzuri sana. Amezungumza mapenzi kwenye ile concept nyingine ambayo mimi sikuisemea ya love and guilt. Ni kweli mapenzi yanatengeneza hatia na mapenzi yenyewe, yani mapenzi na hatia. Sasa ukifanya vitu kwa mapenzi mara nyingi huwezi kujutia ile consequence itakayotokea. Na hiyo consequence maana yake unaweza ukaiturn kuja kwenye positive, ukaona positive kwenye hiyo hicho kitu ambacho ulikifanya, though subconscious mind ndio ilikuelekeza kufanya. Kwa hiyo ni moja katika mchango mzuri sana ambao tunatakiwa tuubebe kwa mikono yote miwili kwenye sehemu ya maelezo ya kitabu hichi na kwenda kuyafanyia kazi. Asante brother Hemedi Lumeme, yeye ni mhanga wa subconscious mind. Subconscious mind ilimpeleka alafu ilikompelekea ama mawazo alikompeleka kwenda kufanya kile kitu kikafeli. Sasa anauliza ni wakati gani kutambua kwamba hivi sasa katika kichwa changu kinachofanya kazi ni kipi? Ni conscious mind ama ni subconscious mind? Wakati ambao unatakiwa ujue, unajua subconscious mind yenyewe ni end result, yenyewe inakupa majibu ya mwisho. Kwa hiyo ukiona hapa unafikia kutoa uamuzi wa mwisho, ujue hiyo ni subconscious mind. Lakini ukiona unafikiri, ule mchakato wa kufikiri, hiyo ni conscious mind. Mchakato wa decision, hiyo ni subconscious mind. Kwa hiyo ndo namna rahisi. Wakati unataka kutengeneza decision, jua hapa sasa subconscious mind imeingia. Wakati unafikiri toward kwenda kwenye decision, jua hapo ni conscious mind ndio inahusika. Sasa sijajua kama nitakuwa nimemtosheleza ama la, lakini naamini atakuwa ametosheka. Saif ameuliza sasa unajifunza wakati gani kujua hayo mambo kwamba hii ni conscious mind ama ni subconscious mind? Je, tunaweza tukamfundisha mtoto kuanzia akiwa mdogo, kumpa hiyo nafasi ya kumfanya aweze kufikiri na ajue kwamba hivi sasa ni subconscious mind ndio inafanya kazi? Mimi nitazungumza as per the Islamic principles. Unajua Uislamu ulivyosema tumtrain mtoto kuswali akiwa na miaka 7, tunaanzia hapo. Inamaanisha hii conscious na subconscious mind inafanya kazi tokea utotoni, lakini tu inaendelea ina develop kulingana na wewe unavyokwenda. Kwa hiyo subconscious mind inafanya kazi tokea utotoni. Kwenye umri wa miaka 7 mtoto reasonably anaanza kufanya baadhi ya vitu. Ndio maana tukaambiwa miaka 7 afundishwe kuswali, miaka 9 adhibiwe, miaka 11 ikiwezekana na mfukuze kabisa nyumbani kwako asile. Sasa conscious na subconscious mind inaanza kutrainiwa pale kwenye umri wa miaka 7. Kwa hiyo kwenye umri wa miaka 7 ukiwa unamfundisha mtoto kuswali, bwana swala, inamaanisha subconscious mind ina capture kwamba bwana, katika maisha yangu sitakiwi kuacha ibada inayoitwa swala.
muda wote utakuwa una swali. Kwa hiyo subconscious mind inaweza kuwa developed kutokea utotoni. Brother Toa, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Asante. Imekuwa ni moja kati ya vipindi vizuri sana. Tumepata nafasi ya kujifunza vitu vingi. Asante kwako kwa kutuletea kitabu hiki na kukisoma. Mtazamaji, yako mengi ambayo yameandikwa ndani ya kitabu. Tusingeweza kuyamaliza yote kwa muda ambao tulikuwa nao. Kwa hiyo nakushajihisha ukakitafute kitabu uweze kukisoma kwa uzuri. Hata mimi ungenipa nafasi ya kumalizia na mimi labda nitoe maoni kuhusu kitabu. Tusiogope kukosea kwa sababu licha ya maamuzi ambayo tunayafanya, mwisho wa siku kuna kadari za Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaitrain vizuri sana subconscious mind yako na kila kitu kaamini mawazo yako, lakini pengine Mwenyezi Mungu lile jambo halikuwa lina kheri ndani yake na yeye ndo anajua zaidi. Kwa hiyo linaweza lisiwe. Kwa hiyo katika namna ambavyo tunafanya mambo yetu tusiogope, kama ambavyo ulitangulia kusema, yako mambo mengi ambayo huwa yanatokea sisi hatujui kwa nini yametokea, na pengine yana kheri na sisi tusijue, ama tukayapata yakawa yana shari kwetu. Sawa. Asante kwa wewe ambaye umetuchagua na umeamua kuwa nasi kuanzia mwanzo ambako tumeanza kipindi hiki mpaka hivi sasa ambako tunatamatisha Maktaba ya Afrika. Tukutane tena wakati mwingine tukiwa tukichambua kitabu kingine. Lakini hivi sasa napenda kukupa nafasi wewe. Unaweza kutuandikia kupitia mitandao yetu ya kijamii ni kitabu gani ungependa tukichambue wakati ujao. Unaweza kwenda kwenye peji za Africa TV ama ukaenda kwenye peji ya Mfaume Ali 255, ni ukurasa wangu binafsi. Niandikie pale kwamba wakati ujao kwenye Maktaba ya Afrika ni kitabu gani unapendekeza tukichambue hapa katika kipindi. Asante. Je, una siri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah.